Tanzania ni taifa lililojengwa juu ya misingi ya amani, umoja na mshikamano wa wananchi wake. Kwa miaka mingi, nchi imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha maridhiano ya kisiasa, kuboresha mifumo ya kiutawala na kulinda utulivu ambao ni nguzo muhimu ya maendeleo ya jamii na kiuchumi. Amani imekuwa mtaji mkubwa unaowezesha wananchi kushiriki shughuli za kiuzalishaji na taifa kusonga mbele. Hata hivyo, katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na mienendo ya baadhi ya makundi ya watu binafsi wanaopinga mwelekeo wa amani kwa kutumia kauli na vitendo vinavyoibua taharuki kwa usalama wa nchi. Mienendo hiyo imezua mjadala mpana kuhusu hatari ya kuruhusu tofauti za kisiasa na kimaslahi kugeuzwa chanzo cha migogoro na machafuko. Matukio ya Oktoba 29 yameonyesha wazi kuwa changamoto za kiusalama hazitokani na vyanzo vya ndani pekee, bali kuna Watanzania waishio nje ya nchi wanaotumia mitandao ya kijamii na majukwaa mbalimbali kusambaza taarifa zinazodaiwa kupotosha umma na kuhamasisha vurugu. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa vitendo hivyo vinafanywa kwa maslahi binafsi, madai ya ufadhili au malipo ili kusukuma ajenda fulani zisizolenga maslahi ya taifa. Kauli za viongozi wakuu wa serikali zimekuwa zikisisitiza uwepo wa mikakati ya makusudi inayolenga kuchochea machafuko na kudhoofisha mamlaka halali ya nchi. Onyo hili limekuwa muhimu kwa jamii, likikumbusha kuwa si kila taarifa inayosambazwa ina nia njema na kwamba umakini na uzalendo vinahitajika kabla ya kuamini au kusambaza ujumbe wowote ule. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya ulinzi na siasa, wanasema bila vyombo vya ulinzi na usalama kuwa macho na kuchukua tahadhari mapema, taifa lingeweza kukumbwa na matukio makubwa yasiyotarajika, ikiwemo kuyumba kwa utawala wa kikatiba. Hali hii inaonyesha umuhimu wa taasisi hizo kutekeleza majukumu yao kwa weledi, nidhamu na uzalendo wa hali ya juu. Katika mazingira haya, wananchi wanapaswa kutambua kuwa kulinda amani na usalama wa nchi ni jukumu letu sote. Tofauti za kisiasa ni sehemu ya demokrasia, lakini hazipaswi kutumiwa kama kichocheo cha vurugu. Badala yake, mijadala ifanyike kwa hoja, busara, kuheshimiana na kwa kuzingatia sheria pamoja na maslahi mapana ya taifa. Lakini swali ni je, kama wewe ni amiri jeshi mkuu, ungeweza kufanya nini? Au analaumiwa tu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pekee? Kwa mtazamo wa kikatiba na kihoja, amiri jeshi mkuu ana wajibu wa kwanza wa kulinda nchi, katiba, usalama wa raia pia. Wajibu huu unahusisha kusikiliza na kuchambua taarifa za kiintelijensia, kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama, kuchukua tahadhari zinazolenga kuzuia hatari kabla hakujageuka kuwa madhara makubwa. Hivyo basi, si sahihi kumwelekeza lawama kiongozi mmoja pekee katika suala la usalama wa taifa. Ulinzi wa nchi ni jukumu la pamoja linalohusisha vyombo vya ulinzi, serikali, viongozi wa kisiasa na wananchi kwa ujumla. Hatua za tahadhari zinazochukuliwa kulenga kulinda amani, umoja na mustakabali wa taifa, si kukandamiza haki bali kuzuia madhara makubwa zaidi. Tuilinde nchi yetu, tulinde umoja wetu, tusijaribu kuingizwa kwenye mtego.